taarifu salafi. Tukisema fulan salafi maana yake nini? Na hapa mwanzo mpaka mwisho sitazungumza maneno yangu mimi nitafanya tarjuma tu, lakini yote yatakuwa ni maneno ya wanaovioni. Tutasoma maneno ya wanaovioni mwanzo mpaka mwisho katika kila nukta niliyoitaja. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: السلفي بفتحتين، السلفي وهو من كان على مذهب السلف، ni yule aliye katika madhehebu ya wale wema waliotangulia, salafi. Kwa hivyo yoyote ambaye huyu ni salafi, maana yake ni yule ambaye madhehebu yake hawafuata wale wema waliotangulia. Kwa Imam Adh-Dhahabi akasema wa huwa man kana ala madhhabi salaf, katika Siyar A'lam an-Nubala ataja maneno haya. وسئلت اللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة ni jopo la wanavyuoni wa mamlaka wakubwa kibar ulama. Kuna maswali huwapelekewa, kisha hukaa pamoja wakatoa fatwa moja ambao watakubaliana baina yao. Wakaulizwa hili swali, muulizaji yasema: أريد تفسيرا لكلمة السلف، ومن هم السلفيون؟ نتاك تفسير يهيل نينو السلف، ومن هم السلفيون؟ هو سلفيون الناني؟ الجواب وكجيب وكسم: السلف هم أهل السنة والجماعة. سلف ndio hao أهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونمفوات متوم محمد صلى الله عليه وسلم، من الصحابة رضي الله عنهم، كتوكما صحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة، na wale watakaofuata mfumo wao mpaka siku ya kiyama. Kwa yoyote anayefuata njia waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi huyo ni salafi, na hao ndio as-salafiyun. Ikiwa kuna mtu amekwambia ni wengine, labda alikwambia salafi ni watu wako kadha, ni hao walioelezwa hapa, ni wale ambao katika njia waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. قال العلامة ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى akieleza as-salafiyya asema: وأما السلفية فالمعنى فيها سلوك مسلك السلف في أسماء الله وصفاته. أما السلفية، معنى السلفية نكفواتا njia ya salaf katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mbele akasema: فالسلفية هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه. سلفية من njia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaongezea akasema: wa hiya at-tariqatu al-muhammadiyya, kwa njia aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فالسلفي هو الذي ينتسب إلى سلف الأمة. Salafi ni yule anayejinasibisha na wale wema waliotangulia katika huu umma. وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان.
na hao wema waliotangulia katika huu umma ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhum bi ihsanin ay bi itqan, na wale waliowafuata kwa wema kwa uzuri kabisa. قال فإن كان فاهما وملتزما بما عليه السلف فهو صادق، ikiwa yofahamu na alazimiana na yale waliokuwa nayo wale wema waliotangulia, basi huyo ni mkweli. وإن كان يقوله باللسان ولكنه لا يمثله بالعمل يكون كاذبا في قوله. أما akiwa yotamka kwa ulimi, azungumza tu mimi salafi, na hawa wako wengi kweli kweli. Mwanzo da'wa salafia ilivyoingia hapa Mombasa, sababu masalafi walikuwa ni watu wachache, ndio mwanzo kusikia da'wa salafia. Wengi sana waliipinga hii da'wa, bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wilu, kwa wakakadhibisha jambo ambalo hawana ilmu nalo. Alhamdulillah, duat wa hii manhaj kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, awalan wa akhiran, wakapambana katika kuwafahamisha waislamu ni nini usalafi, mpaka watu wakaelewa. Na ni njia ya hizbiyun kuangalia watu wako vipi na wataka nini, na wana makr katika njia zao wanazozitumia. Kwa mfano, wakiona awamu hawa ili jambo walipinga, wao pia watapinga. Wakiona sasa ili jambo lishaanza kueleweka, tukibakia sisi na kusema hakuna jambo kama hili, tutaonekana tumekosea. Kwa la hapa sasa ni lazima tulikubali, lakini kuna vitimbi tuvifanye pale katikati ili tuwazuie watu wasikubali hawa waliokuja na kusema masalafi. Kwa ndio kukazuka jambo laitwa salafia jadida. Kwa wao ni masalafi, wale waliopigania kuwafahamisha watu da'wa salafia, wale ni salafia jadida. Wale waliopinga hii da'wa kuanzia mwanzo, wao ndio masalafi. Sio, umeelewa? Alafu hutawaona hata siku moja wakipambana katika kuelewesha watu salafia nini. Yani wakaweka durus na mihadhara, daurat, wakawafundisha watu usalafi ni kitu gani. Hawezi kufanya hivyo. Na utizama awam wa mheshimu nani katika wanaovioni, kisha wakajinasibisha naye. Sheikh wetu Ibn Baz, Sheikh wetu Ibn Uthaymeen. Haya maneno Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, hivi ndivyo wanavyozungumza. Ni kama sasa hivi wasikia hizbiyun wasema Sheikh wao Al-Fawzan, waambie tu hebu chukueni sharh as-sunna al-Barbahari, sharh Sheikh Al-Fawzan, somesheni kitabu, kisha mtueleze wasemaji Fawzan katika kitabu. Ama kitabu cha majawabu waliotoa al-manahij al-jadida Sheikh Al-Fawzan, wasomesheni watu asemaji katika fatawa zake kuhusu hizi manahij mpya zilizozuka za tabligh na sururia na ikhwan na manahij za kihizbia nyinginezo. Kwa hiyo kule kujinasibisha na wao ni kujinasibisha kwa ajili ya kufunika aibu walizokuwa nazo, sio kwa sababu ya kufuata njia ya sawa. Na hili ndio utaliona kwa hizbiyun. Kwa hii da'wa ilipokuja wakapinga sana, hakuna kitu kama hicho bwana, toa wapi bwana. Mara wasikia fatwa, nitaeleza fatwa Ibn Baz, fatwa Ibn Uthaymeen, fatwa Sheikh Al-Fawzan, Sheikh Al-Najmi, Sheikh Rabi' Al-Madkhali na wengineo katika wanaoviona. Zile fatawa zilipokuwa wazi, hapa jamani, tukikataa sisi tutakwenda wapi? Inabidi tukubali. Kwa hiyo wakakubali namna hiyo.
lakini kule kuukubali usalafi kwa kuutendea kazi. Walakinahu, asema hapa, wa in kana yaquluhu bil lisan walakinahu la yumathiluhu bil amal yakunu kadhiban fi qawlihi, itakuwa ni muongo katika madai yake. Na ni wangapi wanaodai kwa uongo kujinasibisha na manhajus salaf na wako mbali kabisa na usalafi. Fala budda min as-sidq, lazima uwe mkweli katika kujinasibisha na salafus salih, si maneno tu. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: كل من كان على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهو سلفي. كل من كان على منهاج الصحابة، kila aliye katika mfumo wa masahaba, njia ya kuifahamu hii dini waliokuwa nayo masahaba, ukawa nayo wewe Muislamu wa leo, watabi'in, na wale waliofuata masahaba, watabi'ihim biihsan, na wale waliokuja baadaye wakawafuata kwa wema, yoyote anayefahamu hii dini kwa mfumo huo, fahuwa salafiyun, basi huyo ni salafi. Wa in kana fi asrina, hata akiwa yuishi katika asri yetu hii, haitwa salafi. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: اصبر نفسك على السنة. الإمام الأوزاعي كيوسيا سيما subiri, isubirishe nafsi yako katika sunna. Na haya maneno walikuwa kiusia salaf, kwa sababu kubakia imara katika sunna ni jambo zito sana. Wako watu waliosimama katika sunna ikawashinda. Kuna mmoja kijana khirij wa Jamia Islamia asema, najua mimi ni haki, lakini jamaa, kila mtu akuchukia bwana, mimi siwezi, mambo haya siyawezi. Kila ukienda huko huyu akuchukia, huyu akuchukia, huyu akusema vibaya, huyu akusema vibaya, mambo haya bwana, mimi siwezi. Kwa hivyo yeye akawacha kwa sababu aogopa watu. جعل فتنة الناس كعذاب الله صلى الله عليه وسلم. Kwa kuna watu walikuweko katika salafia wakaona hapa sipawezi, na kuna wengine katika awamu wakaipenda hii da'wa, lakini kuna baadhi ya mambo wao wakaona kama yana uzito kwao, hasa suala la ar-rudud al-ilmiya na kuwarudi ahlul bid'ah. Hii bwana, ya nini bwana mashekhi wazozana, kwa nini bwana? Fikra zao zile za kibiashara, si fikra za kidini. Kwa nini yani mtu aharibu dini awachwe aendelee hivyo hivyo, na yule aharibu dini awachwe? Sasa kukatokea kundi la watu wakatengeneza usalafi fulani ambao hauna rudud, si mfahamu, wakauita ni usalafi, lakini wanatamia, yani wanakulegeza ile kamba. Kwa tuondoe haya mambo, watu hawayataki haya mambo ya rudud, mambo ya nini, tuyaweke kando haya. Kwa ukiambiwa kitu sema sisi tumeamua tunyamaze tu, useme kitu bwana, waache waseme bwana, watasema yani watu wa batili waseme mpaka wachoke, nyinyi watu wa haki mkae kimya. Lini watu wataijua haki iko vipi? Sasa wale ambao wautaka usalafi wakapata mahali pa kupumua, fadhali bwana, kwa tuona ule usalafi mgumu, yani mpaka ubainishe, ueleze, na watu watakuchukia. Kwa wakaupata ule usalafi, ule usalafi majimaji, na si usalafi huo. Usalafi hauna ghulu wala hauna jafa, kati na kati. Sasa wao wakaupata ule majimaji ambao kuna baadhi ya mambo hawapendi wao kukutana nayo, sababu al-aql al-maaishi, akili ya kibiashara ya kidunia, wakaondoa hizi, wakawa wao hawana kitu cha rudud ilmiya. Huyu wasemaje maulidi bid'a salafi, njoo wasemaje uko na masufi, mimi siko na masufi, salafi. Kwa wakao wakutana wote wakaungana hao,
kuwa masalafi kasuru masalafi wenyewe ndio akaweka kando. Umeelewa? Wao kama masalafi ni wao wenyewe akaweka kando, kabaki huu ndio usalafi. Hikma bwana, wana hikma bwana, haingilii watu hao, hawasemi watu, waketi kimya tu. Kuna mzee mmoja anifurahisha alikuja kwenye darasa ya masalafi akasikia zile rudud na nini, naye maskini yapenda sunna na ashakwenda kwa wale watu tamia, asema afadhali huku bwana, kule baridi kweli kweli, sisikia hata kizungumzo makhurafi bwana, afadhali huku. Sema hivi na ni kweli. Sasa usalafi ule kuna watu waupenda, hawataki kelele, wasema haina haja ya kuingilia watu. Sisi tunasema huo si usalafi, ni uhizbi, si usalafi huo, wala usalafi wa kuamrishi hivyo wawache watu wa batili wafanye wanavyotaka. La, kuna usalafi huo. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى اسم اصبر نفسك على السنة، subiri kisubirishi nafsi yako katika sunna. وقف حيث وقف القوم، na usimame pale waliposimama salaf. Kuna jambo wamesimama hawakuzungumza, nyamaza. وقل فيما قالوا وكف عما كفوا، yaseme wale waliosema wao, komeka na yale ambao wao wenyewe wamekomeka hawakuyazungumza. wasluk sabila salafika salih, na ufuate njia ya wale wema wako waliokutangulia. fa innahu yasauka ma wasi'ahum, yakutosheleza wewe yale yaliyowatosheleza masahaba. Bakia pale pale tu, usiongeze usipunguze, wewe fuata tu. Ili ufahamu salaf walikuwa wakihimiza jambo hili la kuwafuata wale wema waliotangulia. يقول الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات. Ikiwa wataka kumfuata mtu, basi mfuate yule ambaye tayari ashakufa. Sasa hao waliokufa nani tuwafuate? Twende kikoani pale tukatafute wafu tuwafuate? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anawakusudia hapa ni hao masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kanu khaira hadhihi al-umma, walikuwa ni wabora wa huu umma, hakuna mfano wao. Wa abarraha quluban, na nyoyo zao ndio njema kuliko mtu yoyote mwingine. Nyoyo zao zilikuwa safi kabisa. Wa a'maqaha ilman, na ilmu yao ilikuwa ni yakina mno. Haimaanishi kuwa ukiwa tharthara wasema mengi basi wewe ndio mjuzi zaidi. Kuna watu walikuwa hawasemi maneno mengi, lakini akizungumza azungumza maneno ya maana sana. Haya maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ni dalili ya kuonyesha namna gani masahaba walikuwa na kina katika ilmu. Wa aqallaha takallufan, na pamoja na kuwa na ilmu yao ina kina, hawana kujikalifisha mambo yao sahali sana, dini sahali kabisa. Qaumun, masahaba ni watu ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, amewachagua Allah subhanahu wa ta'ala kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa naqli dinihi, na kuinukuu dini yake kutoka kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuifikisha kwa huu umma. Hawa watu wamechaguliwa, Allah ndiye aliyowachagua subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, basi nyinyi jifananisheni na tabia zao na njia zao. Fahum kanu ala alhuda almustaqim, kwani masahaba walikuwa katika uongofu ulionyoka. Sasa wewe wataka kuwaiga, waige hawa. Ibn Mas'ud akuhusia. Sasa leo waweza kukuta, kwa nini hunyanyui kichwa chako ayuha salafi
kuwa Allah amekupa neema ya kuwa wewe wafuata watu ambao wamesifiwa kanu ala alhuda almustaqim. Leo aweza kusema khurafi akasimama, sisi bwana watu wa tariqa alqadiriyya, si tariqa an-nakhshabandia. Wewe sikiza hili jina nakhshabandia, hata Kiswahili bandia. Jamaa bandia tu, hamna kitu. Chashtia, saharawardia, hizo zote ni turuq as-sufiyya, الشاذلية العلوية طرائق قددها mbali za dhulala. Lakini hana haya wala haogopi kusema mimi ni mtu wa tariqa, pamoja na kuwa ni mpotofu. Lakini ukamwona salafi akizungukwa tu na watu wa bid'a wawili tu, wewe wajiita salafi, ana salafi, ايش fi, kuna nini kwani wewe utanifanya nini kikubwa? Mimi salafi, ايش fi, wajua ايش khussak انت, kama wataka fuata, lakini wewe mwenyewe unachagua njia upotofu. Usiogope akhi, maana salafi. Uogopa kitu gani? Binadamu atakufanya kitu gani? Mtu ambaye sasa hivi ukisimama naye kidogo nenda chooni, atakufanya nini huyo? Hukai naye nusu saa aomba ruhusa nenda chooni, huyo kutisha bwana. Waogopa kudhihirisha kwa mimi salafi. Waambiwa tu shubha moja mbili tu hivi, basi kusha ushaogopa kujinasibisha na salafu salih radhiallahu ta'ala. Irfa' ra'sak ayuha salafi, nyanyua kichwa chako, wallahi uko katika alhuda almustaqim. Haiwezekani upotee na wewe wafuata masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haiwezekani bwana. Upotee na wewe umfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, kisha aongoke yule anayepiga kitwari, yule aongoke apiga ngoma ndani ya msikiti, au mwingine hizbi na njia zao walizokuwa nao na makr waliokuwa nao kujidhihirisha kuwa ni watu wa haki na ni watu wa batil, na wao hawana haya kudhihirisha misimamo yao. Kwa nini wewe uogopa kudhihirisha msimamo wako kwa katika haki? Kuwafuata salafu salih au kuwa salafi ni msingi muhimu sana katika misingi ya dini. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. الإمام أحمد اسم أصول السنة عندنا مسنجي يا سنة كتسيسي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، كشكمانا نيالي وليكوا نايو مصحابة ومتن محمد صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم نكويقا، وترك البدع نكواش أزوشي كتكديني، وكل بدعة ضلالة نكيل بدعا يكتوف. Nishamaliza nukta yangu ya kwanza. Kwa tumemwelewa salafi nani? Ni yule anayefuata njia waliokuwa nayo wale wema waliotangulia toka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na tabi'in na wale waliofuata kwa wema mpaka leo. Salafi.